ili ya kwamba tukapata kuiona siku ya leo, siku ambayo Mungu mwenyewe ameifanya. Kwa hivyo mtazamaji, kwa majina naitwa mchungaji Kenneth Adiara Mbalanya, mchungaji wa kanisa ama ni askofu mkuu wa kanisa la PAG Kenya. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya mapenzi yake, kwa sababu Mungu amekuwa kwetu mwaminifu. Mungu ametujalia nafasi ili ya kwamba tukapate kujumuika pamoja tunapoenda kulisikia neno lake asubuhi ya leo. Na nina wingi wa matumaini ya kwamba neno hili litakutia moyo, neno hili litakuhimiza, neno hili litakukemea, na pia neno hili litakujenga katika maisha yako. Kwa hivyo niruhusu nisome neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka mlango wa 6 mstari wa 10 hadi 11. Biblia inasema hivi: Bwana akasema na Musa akamwambia, ingia ndani ukaseme na Farao mfalme wa Misri, ili awape ruhusa wana wa Israeli watoke nchi yake. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wangu, nataka nizungumze nawe neno la Mungu mahali ambapo tumesoma, na jambo kuu langu ni let my people go, ama wacha watu wangu waende. Mungu ni Mungu ambaye ako na mamlaka makubwa. Mungu ni Mungu ambaye ako na uwezo kuliko mwanadamu. Mungu anamwambia Musa aende kule Misri, na anapoenda kule Misri anamwambia uende niwaambie Farao ya kwamba awache watu wangu waondoke nchi yake. Katika tunapotazama mambo haya tunaona ya kwamba Mungu alijua yale ambayo wana wa Israeli walikuwa wanapitia. Akajua mateso ambayo walikuwa wanayapitia, kwa sababu wakati mwingine wana wa Israeli wangemlilia Mungu kwa sababu ya mateso ambayo walikuwa wanapitia katika nchi ya Misri. Na Mungu kwa uwezo na mamlaka yake akaambia Musa ya kwamba Musa, ninakuinua uende waambie wana wa Israeli, uende waambie Farao ya kwamba aachilie wana wa Israeli wakapate kuondoka kwenye nchi yake. Maana katika mawazo ya Farao aliona ya kwamba wana wa Israeli hawana nguvu zozote. Alijua kwamba wana wa Israeli hawawezi wakajiondoa katika nchi yake. Lakini unaposoma kitabu cha Kutoka mlango wa 8 mstari wa 18, Musa alirudi kule Misri ili ya kwamba akaweze kuwaondoa wana wa Israeli, ili ya kwamba wakaweze kuondoka katika nchi ya Misri. Mpenzi unayenisikiliza, nataka nikashiriki nawe mambo matatu. Ni kwa nini Mungu akataka wana wa Israeli waondoke katika nchi ya Misri. Jambo la kwanza, Mungu alikuwa anataka wana wa Israeli waondoke Misri ili wanapoondoka kule Misri waje na wakamtumikie. Maana tunaona ya kwamba walipokuwa kule Misri walikuwa wanatumikia wa Misri. Walikuwa wanafanyia kazi, wanafanyia Farao na watu wa Misri kazi ngumu. Lakini Mungu akafika mahali akasema ya kwamba watoke kule Misri ndiposa wakakuje wakamtumikie. Mpenzi unayenitazama, ninajua kwamba wengi tumefika kiwango ambacho matendo tunayoyatenda ni matendo yasiyompendeza Mungu. Wengi tunatumikia shetani kwa sababu tunafanya mambo ambayo hayapendezi kabisa. Lakini katika mawazo ya Mungu, the reason why God created you, Mungu aliweza kukuumba ili ya kwamba ukaweze kumtumikia. Mungu aliweza kukuumba ya kwamba ili ukaweze kumtolea dhabihu. Mungu aliweza kuumba ili ya kwamba ukaweze na kuleta watu wengi kwake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa kule Misri waliweza kuchukua jukumu la kutumikia wa Misri. Waliweza kufanya kazi ili ya kwamba wafaidishe wa Misri. Ndiposa unaona katika maisha yetu, wakati ambapo unapokaa katika ulimwengu, wakati ambapo unapokataa kuja kwake Yesu Kristo, tunaona ya kwamba unachukua nafasi na kufanya mambo ambayo ni ulimwengu, mambo ambayo ni ya kumpendeza shetani. Kwa hivyo Mungu alitamani ya kwamba wana wa Israeli wakaweze kutoka katika nchi ya Farao ili ya kwamba waje
na kuweza kumtumikia. Kwa hiyo mpenzi, anamwambia Musa, let my people, anamwambia Farao, anamwambia Musa, ambia Farao ya kwamba awachilie wana wa Israeli waondoke. Moses did not go alone. Musa hakwenda peke yake, alienda na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Anamwambia ya kwamba uende umwambie awache wana wa Israeli wakapate kuondoka katika nchi yake, kwa sababu wanapoondoka watakuja na waweze kumtumikia. Biblia inasema katika Kutoka mlango wa 4 mstari wa 2, Moses akaongea na Mungu, akaongea na Farao, akamwambia kwamba haya ndiyo Mungu anasema. Haya ndiyo Mungu anasema kwamba wacha wana wa Israeli wakaweze kuondoka nchi yako. So God wanted the children of Israel to come out of Egypt, to go and also offer sacrifices unto God. Let me tell you, wacha nikwambia mtazamaji wangu, wakati mwingine tumefaidisha ulimwengu, wakati mwingine tumefaidisha hata shetani. There are people in the church today, they are still living in Egypt. Wangali wanaishi maisha ambayo si ya kumpendeza Mungu. They cannot give sacrifices unto God. When you are in Egypt, when you are in slavery, you cannot offer a good sacrifice unto God. So Romans chapter number 12, ama Warumi mlango wa 12, inasema kwamba basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, ya kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu iwe yenye maana. Kwa hivyo we receive from the Lord every gift, and we need also to give back to God. And giving back to God is serving God. Kumpatia Mungu ni kumtumikia Mungu, ni kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo in the Bible, sacrifice is an examination. Abraham alijaribiwa. Mungu aliweza kujaribu mawazo ya Ibrahim, akamwambia kwamba amtolee mwanawe wa pekee Isaac kama dhabihu. Akamwambia, take thy son, not thy servant, take thy son, the only son by Sarah, Isaac, that son whom you love. The place, Abraham akatembea siku 3. Alipofika mahali ambapo Mungu alitaka atoe dhabihu, Abraham akatengeneza madhabahu mahali pale. Alipotengeneza madhabahu, ilikuwa kwamba amtolee Mungu dhabihu. Na dhabihu ambaye alikuwa anaitoa, alikuwa atoe mtoto wake. Na wakati mtoto wa Ibrahimu anapoona kwamba ameandaa moto, anataka mtolee Mungu dhabihu, kijana yake Isaac akamwambia, naona umeandaa moto, na dhabihu ambaye inafaa umtolee Mungu iko wapi? Abraham akamwambia kwamba God will provide. Kwa hivyo alipomtazama Ibrahimu ya kwamba ni mtu ambaye amejitoa kwake, ni mtu ambaye anampendeza Mungu, Ibrahimu akaona ya kwamba, Mungu akaona kwamba Ibrahimu ni mtu ambaye anampenda, ni mtu ambaye ni mwenye haki, ni mtu ambaye ako tayari kumtumikia. Ndio tunaona kwamba God provided a lamb, kwa sababu aliona Abraham was genuine. Kwa hivyo every examination you are given, you must pass. Many people are failing examination, ni kwa sababu hawajaelewa. Mpendwa mtazamaji wangu, Mungu anapendezwa na maisha yako. Mungu amekupatia uhai ili ya kwamba ukaweze kumtumikia. Mungu amekupatia uhai ili ya kwamba ukaweze kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Don't offer Ishmael as a sacrifice. You have to offer Isaac as a sacrifice. Kwa hiyo Mungu alipendezwa na Ibrahim. Na tena nataka nikuambia kwamba lazima uishi maisha ambayo yatampendeza Mungu. Jambo la pili, Mungu alitaka wana wa Israeli watoke Misri ili ya kwamba wakapate kumtumikia, jinsi nilivyosema. Maana wakiwa kule Misri, they were serving Pharaoh. They were serving the children of Israel. But God wanted them to serve him. Mpenzi msikilizaji unayenitazama, we need people ambao wako tayari kumtumikia Mungu. Out of Egypt, they will see and serve God. Maana kulingana na kitabu cha Kutoka mlango wa 4 mstari wa 23, Biblia inasema kwamba mimi nimekuambia, mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia,
nawe umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamuua mwanao mzaliwa wa kwanza. You can be a leader, but you are not serving God. You can be a pastor and you are not serving God. You can be a bishop and you are not serving God. Even in the marketplace, Mungu anataka ile kazi ambayo amekupa. Hata kama wewe ni mwalimu, hata kama wewe ni profesa, hata kama wewe ni engineer, ile kazi ambayo Mungu amekupa, anataka utumie hiyo fursa ili ya kwamba ukapate kumtumikia. You can be in praise and worship team and you are not serving God. Kuna watu wengi wamechukua uimbaji kama ni jambo la kutafuta fedha. Watu wengi wanatumia kazi ya Mungu ili kujitajirisha. Lakini niko hapa kukuambia ya kwamba mtumikie Mungu kwa uaminifu. Position yourself to serve God. Don't be idle even in the church. God has given you that job to serve him. Kwa hiyo Mungu alitaka wana wa Israeli watoke Misri, ndiposa wakakuje na kumtumikia. Tumeumbwa ili tukaweze kumtumikia Mungu. Kwa hivyo asubuhi hii nataka nikutie moyo, nataka nikutie changamoto ya kwamba position yourself to serve God. Jambo la tatu ambalo Mungu alitaka wana wa Israeli watoke Misri, ndio alafu wakuje ili ya kwamba wakapate kumwabudu. We have been called to worship. You were born to worship. So God wanted the people to come out of Egypt so that they can come and worship him, according to Exodus chapter 3 verse 12. So nataka ninakili maandiko hayo. Exodus chapter 3, ama Kutoka mlango wa 3 mstari wa 12. Biblia inasema, akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika nchi ya Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. And that was the purpose of God. The purpose that God wanted these people to come and do, to worship. Sacrifice, I said, is an examination. But God wanted them to come and worship. He wanted them to come and worship him. So obedience is better than sacrifice. So tunapoenda kuomba pamoja nawe mtazamaji wangu, nataka nikwambia kwamba mtumikie Mungu. Nataka nikwambia kwamba muabudu Mungu. Na nataka tena nikwambia kwamba msifu Mungu. Kubali tuombe pamoja nawe katika jina la Yesu. Baba wetu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu. Ninasema ni asante kwa sababu Bwana, wewe ni Mungu ambaye umetuita ili ya kwamba tupate kukutumikia. Umetuita tupate kukutolea dhabihu. Umetuita tupate kukuabudu. Ninaomba ni kwa ajili ya mtazamaji wangu, Bwana mpate neema ili ya kwamba chochote anachokifanya aweze kukitumikia kwa ajili ya kukuabudu. Aweze kukutumikia na tena kukutolea dhabihu ambayo italeta sifa na heshima kwa ajili ya jina lako. Kwa hivyo Bwana, nataka niombe ya kwamba kuanzia siku ya leo, hata mtazamaji wangu anapoanza shughuli za siku hii, Jehova, ninaombi la moyo wangu mfalme, ukaweza kumfanya awe mtu ambaye atakutafuta, awe mtu ambaye atakuinua katika maisha yake, na chochote anachokifanya akifanye kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Amani ya Kristo Yesu itawale nchi yetu ya Kenya, itawale hata kituo hiki cha televisheni. Ninawaombea Bwana wafanyikazi wote, Bwana wabariki na ukawainue na kuwapa haja za mioyo zao, na ni kwa Kristo Yesu aliye Bwana nimeomba, amen. Nataka nichukue fursa hii kuambia kwamba ninahudumu, ama mimi ni kiongozi wa kanisa la PAG Kenya, na kanisa hili liko na makanisa mengi. Assemblies ziko nyingi, tuko na zaidi ya assemblies 7,000 katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo kama unatafuta mahali pa kwenda kuabudu, nataka nikwambia kwamba kuna makanisa ya PAG, Pentecostal Assemblies of God, ziko kila mahali, na nataka niombe ya kwamba unaweza tafuta moja na ukaingia ndani na ukaweza kumwabudu Mungu na ukapate kulishwa kiroho. Mungu wa amani awabariki.